ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد هذه صلى إما أن نوجد المشكور الحق سبحانه وتعالى وكذا يعني إلى أمر الله ذلك المسائل. Naam, yang mmoja kujiuliza zunguka katika wodi mbalimbali hospitalini pia angalia wagonjwa mbalimbali namna kwamba wanafanyia afya zao na kwamba wanafanyia uhai wao. Angalia ile neema ya afya, neema ya uhai kwa kwamba mimi leo kwa kwamba tumechezea kasi za mabudu Allah subhanahu wa ta'ala wale wagonjwa pale hospitalini pia wengi wanatamani pia kupata leo na chanjo pia Allah ayeshe neema ya afya, neema ya uhai ili pia wapate kucha na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nawe kwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kupata neema ya afya, neema ya uhai sana kwa kucha na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neematani mawjud fihi kathiru min nas. Neema mbili zenye kuwa na sababu katika watu. Kima neema ya kwanza asiha, neema ya pili baraka. Neema ya kwanza kwamba inatukuza sana sana neema ya afya. Kuja neema ya afya mja atakuwa ima shakira au ima kafur. Na neema ya pili kwamba inatuhadaa, inatangana neema ya nafasi. Na sura katika mtama katika jamii zetu tulikuta mtu mwenye kutana na asia ana neema hizi, ana neema ya afya na neema ya nafasi kwamba inaruhusu kufunga safari kwenda katika masomo. Lakini pia tulikuta pia tunataka sana na ana neema hizi, ana neema ya afya na neema ya nafasi. Atia neema ya afya na nafasi hiyo kuja kutii Allah subhanahu wa ta'ala. Zangu kwa baada yetu katika msikiti wetu kabla ya swala ya Jumaa huwa tunakutana jana kwa kwamba endana na dini yetu. Hadithi ya leo kwa kwamba tutasoma nayo ni hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu qala, anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema idha kana yawmul layl aw amsaytu, pili mnapoingia kwa usiku au pia kwa pale tunapozama kwa kufuzu ya namu basi kuzuiwa kwa kuingia kwenu فإن الشياطين أجد الشيطان تنتشر إليه هو فلانية مدعو ونصدور مدعو مدى وآخرين فإن له ساعة من العشاء أكن قررك لسان مجب المسيح وخلوه أشياء مقنزا وأشياء ويقول وأغلق الأمام أبعادكم أفني من البين واذكر اسم الله نمتاج إلى الحق سبحانه وتعالى فإن الشيطان عنك الشيطان سبحانه لا يفتح له مغلقا حالا ويسكم ونام القوة إلى الحق سبحانه وتعالى وأقول إلى ربكم نمفنيك بمدير الجماعي واذكر اسم الله نمتاج إلى الله وخمروا آنيتكم أسمكيا نمفنيك بمدير الجماعي واذكر اسم الله نمتاج إلى الله ولو أن تعرض عليه شأن ولو أخرج حتى تشتغل عليه يوجد ولا أجر جمال وأكثر وصائره نبيا مسلم تأسير زمن الرسولية مشاهدة الحديثين وصابر الحديثين ومعنى الحديثين هنا نقطة مهم بها تمشيكو لك yetu hivi sasa. Ya kwanza kuchukua katika hadithi jambo kuwalinda watoto muda wa jioni. Mtume anasema pia idha kana yawmul layl, inapoingia muda usiku au amsaidu au unapoingia muda jioni, kwa kuhusumiana hapo wafungie watoto wenu, wafungie watoto wenu. Ili amri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuingia muda jioni basi wafungie watoto wetu. Ili amri ya mtukufu daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu hali ile kwa nyingine katika samani zetu sasa. Muda jioni tunakuta kwamba mtoto anazurura kama vile mbwa kijiji, yanaenda kila kona katika mtaa. Ukiangalia mtoto kama vile hana malezi ama wazazi wa kwamba wanamsimamia katika ule kulishwa. Lakini hapa sana kwa sisi wazazi na walezi pia, ikifika muda jioni tuwazuia watoto wetu wasitawanyike vile kama vile mtoto wa kwamba hana malezi wala hana wazazi wa kwamba wanamlinda. Sawa. Leo hapa ni kuwalinda watoto wetu ili wasipate madhara ya kushirika. Anasema al-Haqq subhanahu wa ta'ala, inna ibadi laysa laka alayhim sultana illa man ittaba'aka min al-ghawin.
hakika waja wangu kwamba wamelindwa na dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala, hawana tena nafasi shetani juu yao, isipokuwa wale kwamba wamepotoshwa na wamepoteza katika upotevu wa shetani ndani yake. Tunajua watoto wadogo hawana uwezo kutaja afkari mbalimbali za kujilinda na kila aina mabaya. Kutaja afkari kuna wanatoka nyumbani, kuna wakuja nyumbani, akiwa jiani, asoma afkari gani, ama jirani gani. Mtoto mdogo hana uwezo. Tunaambiwa sasa inapofika muda wa jioni ama muda wa usiku, tuwazuia watoto kwamba hawana uwezo kutamka afkari mbalimbali kwa kwamba zitawaweka kinga kwao pia na viumbe wabaya hiyo ya madhara mbalimbali kwa kwamba hiyo sasa kama kuna mtoto wadogo ama kuna mtoto mdogo kwamba hajaweza kujitamkisha afkari mbalimbali, basi ni vyema kuweka katika mwili wako, wasitoke nyumbani muda wa jioni, wasitoke nyumbani muda wa jioni, wakitoka basi kuona walinzi wa mwenyewe ama wao walinzi wa mzima, ili usikapata madhara mbalimbali. Tunajua dini yetu ni dini kwa kwamba imekamilika ndani yake, dini kwa kwamba kila pointi katika hatua katika maisha yetu kuna kila mafundisho ndani yake. Ukiwa unatoka nyumbani kuna afkari na dua mbalimbali za kusoma, ukiwa unaingia nyumbani hivyo hivyo, ukiwa unapanda kipando chako pia ina gari, baskeli, pikipiki, punda, farasi, basi kuna afkari ya kusema katika muda wa kupanda kipando chako, unafika na hivyo hivyo. Hata kama muda wote kila sehemu pia kuna afkari zake, hata kwa muda pia kuna afkari zake kwa utaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa watoto wadogo hapo kwamba ana uwezo kutaja afkari mbalimbali hiyo kujilinda katika madhara mbalimbali, yafaa sana unajua tuzuie watoto wetu ili wasipate madhara mbalimbali. Na pointi ya pili ya kuchukua katika hadithi hii, asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa afdalul abwab, na kufungeni milango yenu wakurusoma, na huku mataja jina Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna shaytan, hakika shaytan la yaftahu mlango, hana uwezo kufungua mlango kwamba umefungwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye hadithi hii ni kwamba dhikri ya Allah ikinga kubwa sana kushika dhikri ya Allah. Huweza kusema bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi fil ardi wa la fis samai. Tunataka jambo sana, lakini ameshaahidi ala Muhammad sallallahu alaihi mlango kwamba umefungwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, basi shetani pia hana uwezo kufungua mlango huu. Yafaa sana unayemjoni fungi mlango wetu kwa afkari mbalimbali, kwa dhikri mbalimbali, ili pia shetani pia asiyakabania katika majumba yetu na kuleta madhara mbalimbali. Zangu jambo hili tunakumbusha wengi wetu katika majumba yetu tunaweka vitu vya hofu sana, hatusome Qur'ani, hatuswali, hata katika mbalimbali tufanye ukiamka asubuhi mpaka jioni, wala yamelala kama sababu ya wakati anaamka asubuhi kushukuru Allah Ta'ala, hakuna wengi pia hatusome afkari hizi kwa hatusome muda jioni pia wala tufanye afkari za aina hiyo. Sasa anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlango kwamba ulifungwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, shetani hana uwezo wa kufungua mlango zangu. Unaweza kufunga mlango wako kwa kufuli, kufunga na makombeo mbalimbali na kasa mbalimbali, lakini kama unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, shetani pia anapita mlango wazi. Hivyo sasa unapofunga mlango wako, baada ya kutafunga kwa kurejeshea pia na mafunguo na kufuli, lakini mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa kwa kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, unajua tusiache mtaji na kukumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah atukulinzi katika majumba yetu, ili Allah atukulinzi katika akili yetu, ili Allah atukulinzi katika familia zetu na watoto wetu. Tunasema ili pia shetani asije kuleta madhara katika majumba yetu na familia zetu. Anasema Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema la taj'alu buyutakum maqabira, wala tusiyajalie majumba yetu kuwa ni makaburi. Wengine tunafanya hivyo, majumba yetu wengi tunafanya makaburi, kwa maana haya somo Qur'ani, hali afkari mbalimbali, lakini haya majumba yetu ambapo sisi ni Waislamu tunaishi katika majumba haya, tunajua kwamba yanakithirisha sana kupiga muziki mbalimbali, yanakithirisha sana kuangalia sinema na filamu mbalimbali, kwa sababu wala sisi ni kufurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yafaa sana tusiache kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa majumba yetu, tusiache kufanya afkari mbalimbali, tusiache
tusiache kusoma Qur'an katika majumba yetu, ili pia tuyafanye majumba yetu yawe hai, na pia tusifanye majumba yetu kuwa na makaburi. Asema pia fa inna shaytana, hakika shaytan zote yanfiru al-bayta alladhi tuqra'u fi surati al-Baqara. Shaytan zote anakimbia katika nyumba kwamba inasoma ndani ya surati al-Baqara. Ni sura ndefu sana, takriban kama juzuu 2 na 3, lakini unaposoma surati al-Baqara katika nyumba yako, shaytan anakimbia katika nyumba yako. Sawa, hii silaha wenye tuitumie. Surati al-Baqara ni sura kwamba inamfukuza shaytan katika nyumba yetu. Vipi sasa wajamsoma jina wahi? Kama shaytani anakimbia katika nyumba kwamba iliyosoma surati al-Baqara, vipi kwa msomaji wake na wahi? Shaytani mtu huyu hataweza kumgusa. Mtu kwamba amesoma surati al-Baqara hataweza kugusa na shaytani. Kama kwenye nyumba tu, basi shaytani anakimbia katika nyumba hiyo. Vipi kwa msomaji wake na wahi? Tuzama, tuamkeni katika matamanio ya kupenda dunia. Tuamkeni katika matamanio ya kupenda anasa za dunia. Majumba yetu usiyafanye kwa makaburi. Majumba yetu usiyafanye kwa majumba kwamba yamekufa ndani yake. Isipokuwa tukiishi majumba yetu kusipokana ndani yake, kwa kuleta akali mbalimbali katika majumba yetu, ili pia Allah subhanahu wa ta'ala ajalie usio na kinga katika majumba yetu, shaytani asiyakadhuru familia zetu sisi wenyewe pia na mali zetu katika majumba yetu. Sawa, haya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa daraja kwamba tunapata kufundisha kwa sana kwa hivyo tupate kupata mafundisho yake, ili pia tuweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala duniani na kesho akhera. Ama pointi ya 3 kwenye hadithi ya kwamba tunasomiana, sema shetani ana uwezo juu ya kwamba Mungu anamtaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, sema fa inna shaytan, hakika shaytan la yataqaddaru mutlaqa, hana uwezo kufungua mlango wako umefungwa. Ndio unaweza kufunga mlango wako na kufuli, lakini kama kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni bure, anamtoa. Lakini shaytan hana uwezo kufungua mlango wako umefungwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa adhkari mbalimbali kwa sababu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata kufundisha ndani yake. Sawa, katika hadithi hii kuna kisa kimoja cha mmoja katika watu wa Madina pale, alipata kumruhusu mtoto wake muda wa jioni, akaenda kwenda kuzurura. Ghafla mtoto akakumbuka na degedege la ghafla, hakuwa mwenye kuona degedege, lakini akakumbuka na degedege. Mtoto yule akapelekwa mpaka kwa daraja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juu ya apate nusura ndani yake, apate shifa ndani yake. Mtume akauliza, hivi kupata kusikiza mafunzo yangu kwamba nimeshasema ikishafika muda jioni hawa watoto kwa kwamba hana uwezo kutamka adhkari mbalimbali za kujiweka usio katika maisha yao, wasiruhusiwe kutoka muda wa jioni mpaka na kuingia. Sawa, kama watu wadogo usiruhusu muda wa jioni, kwa sababu kwamba hawawezi kutamka adhkari mbalimbali wala kusiruhusu muda wa jioni katika kuzunguka katika mitaa yetu. Sawa, hivyo kwa kinga watoto wetu na familia zetu wasije kupata madhara haya ya kishetani. Na jambo la mwisho kwenye hadithi hii ya kuchukua faida ndani yake, asema wakhambiru ahliyatakum Rasulullah walau an tu'adhu alayhi shay'an. Anasema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema tufunike vyombo vyetu, ima ni vyombo vya maji ama vyombo vya chakula. Kama kuna chombo cha maji usiache wazi muda usiku na jioni, usiache wazi, funika na mfuniko wake. Pia anasema walau hata kwa kuweka kitu chochote, hata kitambaa ndani yake, alilani pia kile chombo chako cha maji ama cha chakula pia kifunike muda wa jioni na kuingia, ili pia shaytan asiyakaja kadhuru kile chakula chako na kile chombo chako ama maji yako ambayo unatumia katika kunywa hapo nyumbani. Lakini unapofunika, taja jina la Allah, mtaje Allah katika kufunika vyombo vya chakula na vyombo vya maji. Unapokuweka jambo lolote pale juu, hata jani pia ama hata kitambaa ama mfuniko wa yote, basi unapofunika, basi funika huku nataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili pia tuweze kuimarisha afya zetu. Zangu kwa maana leo hii tunakuta tunaomba maradhi mbalimbali kwa kwamba hatuelewi maradhi yake kwa sababu yake ni kwaje, lakini tumekeuka
mafundisho ya mtukufu daraja. Tumeshafundishwa kisha katika muda ya jioni na usiku tufunike vyombo vyetu, vyombo vya maji na vyombo vya chakula tusiviachilie vikiwa wazi. Tumalizie kwa kisa hiki ambacho kwamba kilitokea katika zama za Sayyidina Umar radhiallahu anhu. Akasema kisa hiki kinahadithia tabi'ina Qur'an bin Abi Bakr. Akasema siku moja bwana mmoja alitoka muda wa jioni kwa ajili kwenda msikitini kwa ajili ya ibada. Ghafla mke nyumbani akawa anamsubiria mume wake, akarudia hapa akarudi kule. Ghafla ushukuru kupita vile vile wala hakurejea. Amefika kama asubuhi, akaenda kutafuta mume wake yule. Kuna kutafuta mume wake kuangalia hapa, tuangalie huenda alipitia mahala kwingine. Basi ameenda na kwenda, lakini wala yule mume hakupata kurejea nyumbani kwake. Mke yule akaenda kwa Sayyidina Umar, akamwambia, akaelezea manake, mume wangu alitoka muda wa usiku kwenda msikitini kwa ajili ya ibada, lakini hakupata kurejea mpaka muda huu. Sayyidina Umar akamwambia, tupate kumsubiri kwanza, huenda ana dharura zake. Imepita muda na muda, akaenda pia mama yule kwenda pia kustani Sayyidina Umar kwamba mpaka leo hii mume wangu pia hajarejea. Sayyidina Umar akamwambia, tumsubirie takriban kwa muda wa miaka 4. Mama yule pia akasubiri muda miaka 4 pia, yule mume wala hakuweza kurejea nyumbani kwake. Basi yule mke akaenda baada ya miaka 4 kwa Sayyidina Umar, yeye mtaala muda huo akamwambia, nimekuja miaka 4 imeshapita, ifanyeje? Na watoto wananielemea, na mimi pia kama mwanadamu pia na mahitaji yangu. Sayyidina Umar akatoa fursa kwamba olewa, atokea mtu wa kukosa basi kwa kuolewa. Mashallah, mama yule akapata kuolewa, ya mtu wa kukosa mashallah akapata kuolewa mama yule. Baada ya muda sasa, ile miaka 4 kupita, yule mume kurudi nasikia fununu kwamba mke wake ameolewa na mume mwingine. Akaenda kwa Sayyidina Umar, akashtaki jambo hilo, nasikia mke wangu ameolewa, nifanyaje sasa kama wewe ndio kiongozi wa umma muda huo? Akamuuliza, utegemea iweje? Umesubiri miaka mingi sana, na yeye pia ana haja zake, na yeye pia ana mahitaji yake. Ili pia sheria hii ipatikane, ili pia asije kupata kidogo katika mpaka ya hapo tunataka maana kusini. Akaulizwa sasa, ulikuwa muda wote mke wako na sisi tukusubiri pia na jamaa zako pia tukusubiri muda miaka 4 na zaidi pia, ulikuwa wapi? Akasema, nilipata kutekwa na majini wakati na kwenda msikitini. Walipata kuniteka, wakanipeleka katika himaya zao, na huko sikupata kutoka mpaka muda huu. Akaulizwa, namna gani? Akasema pia waliniweka kama mateka, na akaeleza pia majini na tabia moja kwamba wanapata kupigana wao. Akitokea mmoja mwenye baa, basi ndio atawashinda wengine. Na akaeleza pia bwana huyu kwamba majini pia wanafanya ibada kama sisi tunafanya ibada, kwa maana wanaswali kama sisi tunaswali pia, wanafanya kila aina ya namna, lakini pia wao pia kwa pia kuna kibali pia kwamba mmoja mwenye nguvu anapata kumdhuru ili mwingine pia. Akasema siku tokea kundi moja walikuja wale kwa nguvu, wakaja wakawapiga wale wengine kwamba wanaotaka sisi. Baada hapo wakaanza kuona kama wanadamu. Akaulizwa, akapewa option, je, unataka kuishi na sisi ama uende pia katika maisha yako ya dunia? Akasema, nataka nirudi duniani niendelee na maisha yangu. Akaulizwa, ulikuwa unakula chakula gani? Na ulikuwa unakunywa kinywaji gani huko? Akasema, chakula ambacho kwamba nilikuwa nakula mimi ni kile chakula ambacho kwamba kilikuwa kitaji jina la Allah Subhanahu. Kwa maana huyu yetu ukiona njaa zako kutoka msikitini, mashallah, na fika nyumbani naambia mke wako leta chakula, basi na hata kusema bismillah pia unaanza kufahamia kile chakula chako ndio kile chakula ambacho kwamba unakula wale watu wa majini ambao kwamba wale kwamba mtu ambao kwamba hajataja jina la Allah Subhanahu wa ta'ala muda wa kula chakula chake, basi chakula kile hali pekee yake mtu huyo, na kile kinywaji ambacho kwamba hakijafunikwa kwa jina la Allah Subhanahu wa ta'ala, na kinywaji ambacho kwamba kimenywa basi na kutaja jina la Allah Subhanahu wa ta'ala,
basi kile kinywaji pia tutagawana ndani yake. Nusu unakunywa wewe, nusu unakunywa kwa wale wengine ambao hawajaonekana ndani yake. Alipata kutoa ushahidi mtu huyo kwamba alipata kutekwa kwa nini sana. Hadithi hii inatufundisha jambo hili. Inapofika muda wa jioni, tusiwachie watu wetu. Wala tunaomba kwamba hana uwezo kutamka adhkari mbalimbali, adhkari kwa kwamba zitakuziwa na kinga katika maisha yao. Tuwazuie watu wetu na tufunge milango yetu kwa jina la Allah Subhanahu. Lakini tusiache tusiache zile adhkari za sabaha na masaa, tusiziache. Adhkari za asubuhi na jioni tusiziache. Wetu panazuka unaamkia kwenye mataji yako, lakini hata kutaja adhkari mbalimbali tufanye. Hata kulomao mara tatu na sibia mara tatu wala tufanye. Tukilala kama mzimu pia wala kutaja jina la Allah Subhanahu wala kutaja sana. Ili pia maisha yetu yapate kusalimika na vitimbi vya mashaitani na majini. Yafaa sana maisha yetu pia tuweke uzio wa Allah Subhanahu, na uzio huu yuko kumkumbuka Allah Subhanahu kwa adhkari mbalimbali. Mtaje sana Allah Subhanahu ili Allah achie uzio katika maisha yetu sana. Tunaona maradhi mengi sana yanayokuja jambo, yaani yakovyo huyu. Ukilala unaota unafuza tu, ukilala unaweza kuota kama unakuingia kwenye shimo. Lakini ukiangalia, je, una kanuni ya kutaja jina la Allah? Je, una kanuni ya kusoma Qur'an kabla ya kulala? Je, una kanuni ya kusoma Qur'an muda asubuhi na jioni? Je, una kanuni ya kusoma Qur'an? Je, unayo? Je, una kanuni ya kuleta adhkari mbalimbali asubuhi na jioni? Kama hauna, basi tuanze muda huu. Tuweke utaratibu kuleta adhkari mbalimbali asubuhi na jioni. Utajiona tu mwenye taratibu maisha yako yanapata kidogo. Hata kama ni zile riziki zako pia wenda Allah atakibaraka ndani yake. Kama zimefungwa kwa namna yote pia, basi Allah atapata kufungua kwa namna yake, Allah atajalia ndani yake. Lakini tukumbuke Allah Subhanahu asubuhi na jioni, kila kitu katika maisha yako tukumbuke Allah Subhanahu ili Allah achie uzio, achie kinga katika miili yetu na familia zetu na mali zetu, ili pia tuweze kupata radhi za Allah Subhanahu duniani na kesho akhera. Haya kwamba tunakumshana mimi na wewe. Msemaji pia na yeye ambao unasikiliza, yafaa sana tutoe kwenye midomo yetu, tuweke pia kwenye matendo, ili pia maneno haya pia yawe na faida ndani yake. Na kama haya kwamba tunakumshana, taacha pia atakwenda na upepo pia, maadamu pia maneno haya si ya kwangu, maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafaa sana tuchukue katika maneno na katika vitabu vyetu, tuweke katika matendo, ili pia maisha yetu pia yapate kutegemea na yao pia na uzio kwamba Allah Subhanahu ametia baraka ndani yake. Inshallah kuombeni Allah Subhanahu ajalie haya kwamba tunakushana basi iwe baraka katika maisha yetu, na ili pia ukumbusho kwema kwa sisi pia na wengine ambao wanapata kutusikiliza ndani yake. Inshallah baada hapa tukiwa hapa, lakini wasisema kwamba tuko katika somo za nyuma. Inshallah tusogee katika somo za mbele, ili wale ambao wamechelewa pia wasije katika somo za mbele. Hii ni mianya tuisipe katika somo hizi zenye mapengo, wale ambao wamechelewa wakae katika somo za nyuma. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma